Hujambo na karibu ndani ya JCTV, kilichombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi, za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu utapata uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumapili, Mei 23, 2026. Tulionayo jioni ya leo: umati wenye hasira ulichoma moto sehemu ya hospitali inayowashughulikia wagonjwa wa Ebola mkoani Ituri. Ndio, ni kweli, na tunakataa ile mambo ambayo ilipitika pale, kwa sababu ni mambo ya aibu. Ufafanuzi zaidi kuhusiana na taarifa hii ni dakika chache zijazo. Na watu 5 wauawa na mmoja kunusurika katika shambulio la waasi wanaodaiwa kuwa AFC M23 huko Kabare, Kivu Kusini. Kuna hayo na mengine mengi, na kuomba twende sote hadi mwisho wa makala. Inaitwa Bedi Jean de la Croix. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Watu 5 wameuawa kwa kupigwa risasi na mwingine mmoja kujeruhiwa vibaya katika shambulio la watu wanaodaiwa kuwa waasi wa AFC M23 Mei 21 mwaka huu katika kijiji cha Mbayo kule Kabare mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa katika eneo hilo, waathiriwa ni raia, wakiwemo wakata miti na wakulima waliotambuliwa kuwa wakazi wa vijiji vya Kamakombe na Kashwago. Washambuliaji hao waliwakusanya waathiriwa hao kabla ya kuwaua mmoja baada ya mwingine, kwa mujibu wa ushuhuda wa kiongozi mmoja wa asasi za kiraia wa kundi la Bugore. Amesema kuwa shambulio hilo lilitokea wakati ambapo waasi hao wanaodaiwa kuwa AFC M23 walikuwa wameenda kuwashambulia wazalendo katika eneo la shamba la Mbayu. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, baada ya waasi hao kushindwa na wazalendo, walishambulia raia waliokuwa wakifanya shughuli zao za kawaida za kutengeneza mkaa walipokuwa wakirejea kutoka kwenye shughuli. Mnamo Julai 2025, waasi wa AFC M23 walituhumiwa kuwaua watu 5 kwa kulipiza kisasi kufuatia madai ya kuuawa kwa mmoja wa wapiganaji wao na wananchi katika eneo la Karambi, wilaya ya Kabare, Kivu Kusini. Kwingineko ni kwamba msichana mmoja amefariki dunia na watu wengine 4 kujeruhiwa vibaya katika tukio la ufyatuliaji risasi lililotokea Mei 21 mjini Kindu mkoani Manyema, wakati wa shambulio dhidi ya duka la kutuma fedha lililofanywa na majambazi wenye silaha. Kwa mujibu wa mashuhuda, washambuliaji hao walifyatua risasi wakati wakikimbia baada ya shambulio hilo, hali iliyosababisha mkasa huo. Waziri wa mambo ya ndani na usalama wa mkoa huo alifika eneo la tukio ili kuwatuliza wananchi. Mara tu tulipopata taarifa, tulienda eneo la tukio pamoja na vyombo vya usalama ili kufahamu hali halisi na kuhakikisha majeruhi wanapatiwa matibabu. Tunatoa pole kwa familia ya marehemu pamoja na familia za waathiriwa wengine, alisema Tela Lawamo. Pia aliwataka wananchi kuwa watulivu, akihakikishia kuwa vyombo vya usalama vinaendelea kuwatafuta watu wote wanaosababisha hofu katika siku za hivi karibuni mjini Kindu na katika maeneo ya wilaya. Waziri huyo wa mambo ya ndani wa Manyema pia alihimiza wananchi kuimarisha mfumo wa nyumba 10 ili kusaidia kuwabaini wahalifu wao. Mnamo Novemba 2025, makamu gavana wa Manyema alikuwa tayari amesisitiza umuhimu wa ushirikiano wa karibu kati ya viongozi wa eneo, vyombo vya usalama na wananchi ili kurejesha amani mjini humo. Katisama Makubuli pia alihimiza vyombo vya usalama ikiwemo ANR, DGM, polisi na jeshi kufanya kazi kwa pamoja kukabiliana na hali hiyo ya ukosefu wa usalama. Na huko mkoani Ituri, raia wamevamia kituo cha matibabu na kukiunguza, swala ambalo linaendelea kuzua wasiwasi. Hata hivyo, kesi moja ya Ebola imeshukiwa huko Kivu Kusini na kuthibitisha ugonjwa huo kuweza kuingia katika mkoa wa Kivu Kusini. Ramadhani Kahambu na ripoti kamili. Huko Rwampara karibu na Bunia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuzuka kwa vurugu karibu na kituo cha matibabu ya Ebola kuna shuhudia mvutano unaoendelea kati ya masharti ya afya na mitazamo ya jamii. Siku ya Alhamisi, hema katika kituo hicho cha matibabu kilichomwa moto baada ya jamaa za mgonjwa aliyekufa kujaribu kuopoa mwili huo, jambo lililozua makabiliano na timu kwenye eneo hili. Jean-Claude Mukendi, mratibu wa usalama wa majibu, tukio hili lilisababisha na kutokuelewana
kwa itifaki za afya zinazotumika. Ni kutoelewana kwa sababu ya kijana ambaye haelewi ukweli wa ugonjwa huu. Alisema hakiamini kwamba majibu ya jamaa na vijana fulani katika kitongoji huonyesha ukosefu wa ufahamu wa sheria zilizowekwa wakati wa janga. Aliongeza kuwa maagizo kutoka kwa mamlaka ni wazi: miili yote lazima izikwe kulingana na itifaki zilizounganishwa na janga hili, akisisitiza hatari za maambukizo yanayowakilishwa na mabaki ambayo yanatunzwa kwa njia salama. Kulingana na habari zilizokusanywa kwenye eneo hilo, wakazi walijaribu kulazimisha ufikiaji wa kituo hicho ili kuopoa mwili wa marehemu. Kabla ya hali hiyo kuwaka moto katika majengo ya muda, timu za matibabu zikisaidiwa na vifaa vya dharura vilivyotumwa. Hata hivyo, walikuwa wameweka hema za kutengwa katika muktadha wa kueneza kwa miundo ya hospitali za mitaa. Tukio hilo linatokea katika mazingira ya afya ambayo tayari yana mvutano huko Ituri, ambapo uwezo wa mapokezi unachukuliwa kuwa hautoshi na watendaji kadhaa wa kibinadamu, ikiwa ni pamoja na Médecins Sans Frontieres. Mamlaka ya afya ya Kongo, ikiwakilishwa hasa na waziri wa afya Roger Kamba, wanakumbuka kwamba virusi hivyo huambukizwa kwa kugusana moja kwa moja na majimaji ya mwili na kwamba desturi zisizo salama za mazishi ni chanzo kikuu cha kuenea. Mamlaka za mitaa na mashirika ya misaada ya kibinadamu yanatoa wito wa kufuatia kwa makini itifaki za mazishi ya kupunguzwa kwa mivutano ya jamii. Wakati janga hilo linalofuatiliwa kwa karibu na WHO linaendelea kuenea mashariki mwa nchi zidi ya hali ya kukosekana kwa utulivu wa usalama. Wakati huo huo, tahadhari ya afya imeanzishwa katika eneo la Kabare, Kivu Kusini. Kisa kinachoshukiwa cha ugonjwa wa virusi vya Ebola kikiwakilisha picha ya kliniki ya homa ya kuvuja damu kiliripotiwa katika eneo la afya la Miti Meresa, takriban kilomita 20 kaskazini mwa Bukavu. Mgonjwa alikufa na sampuli zilitumwa haraka Goma kwa uchambuzi wa kina. Mgonjwa huyo ni kijana mwenye umri wa miaka 20. Aliwasili hivi majuzi kutoka mkoa wa Ituri, eneo linaloangaziwa na janga hilo, akifuatana na mkewe na kaka yake mdogo. Kabla ya kupokelewa kwa mzunguko rasmi wa matibabu, mgonjwa kwanza alishauriana na mazoezi ya kibinafsi, kisha daktari wa jadi. Dalili zake zilipozidi kuwa mbaya, hatimaye alihamishwa kutoka kituo cha afya cha mtaa hadi hospitali ya Lwiro ambako alifariki dunia. Mwanamume huyu alikufa kwa kuvuja damu na homa kali, alisema Daktari Crispin Mutwedu, mtaalamu wa magonjwa katika idara ya afya mkoa DPS ya Kivu Kusini. Walakini wasiwasi unakuwa karibu na wale walio karibu na marehemu. Mkewe na kaka yake mdogo kwa upande wake walianza kupata dalili za homa na maumivu makali ya kichwa. Kesi ziliidhinishwa na mamlaka ya matibabu ili kufanywa uchunguzi mkali. Jumla sampuli 4 za kibiolojia zilikusanywa na kuwekwa katikati jioni huko Bukavu kabla ya kusafirishwa hadi kwenye maabara ya taasisi ya kitaifa ya utafiti wa tiba ya kihai ENRB iliyoko Goma, Kivu Kaskazini. Mamlaka ya afya ya jimbo hilo sasa wanasema wako macho, huku wakingoja matokeo ya molekuli ambayo yanathibitisha au kukataa uwepo wa virusi. Na kuhusiana na tukio hilo la kuunguza kituo cha afya, nilifanya mahojiano na Dieudonne Losa ambaye ni mwenyekiti wa mashirika ya kiraia mkoani Ituri. Nilitaka kufahamu kutoka kwake taarifa zenyewe kiundani zikoje. Dieudonne Losa alianza kwa kufafanua zaidi. Ndiyo, ni kweli na tunakataa ile mambo ambayo ilipitika pale, kwa sababu ni mambo ya aibu. Haingalifika ile kitu kwa sababu kila mtu ambaye ni pale anahitaji matibabu. Sisi sote tunahitaji kukuwa na afya tele. Kama waganga walisema ya kwamba kuna magonjwa na watu wanapatikana kwa ile kituo, wamoja wanakuwa na ugonjwa ile, sio kwa sababu wanatafuta kufanya mambo mabaya, lakini ni kwa sababu ya kutafuta kukinga wengine hawajapata ile ugonjwa. Sasa lazima tuweze kufahamu ile mambo. Ndio maana sisi tunahamakia kabisa ile kitendo, kwa sababu sio kitendo kizuri. Na ni kitu gani kilichopelekea wananchi kufanya mashambulizi dhidi ya kituo hicho cha afya huko Ituri? Tunapaswa jua ni ya kwamba raia wana namna mbalimbali
ya kupokea habari ya kifo cha mmoja wao, na wakati waliweza kuambiliwa ya kwamba huyu jamaa alikufa, aligonja ugonjwa wa Ebola, wengine hawakukubali, na ile ndio ilikuwa chanzo la ile magumu, na kweli waliweza kuchoma kituo cha afya pale mahali walikuwa wanachunga wale wagonjwa wakati wa muda. Aha, na baada ya kuchoma kituo hicho cha afya, hakuna maafa mengine ambayo yaliripotiwa hapo, kama vile watu kupoteza maisha hapo katika kituo hicho cha afya? Kwa bahati nzuri hakukuwa mtu ya kupoteza maisha, ila tu jeshi hawako mbali na mahali mambo haya yalitokea, waliweza kufika na kuleta ukimya mahali pale, na kisha mambo yakaendelea kuwa sawa sawa. Na wale waliofanya tukio hilo wako wapi kwa sasa? Wako mikononi mwa vyombo vya ulinzi na usalama au walikimbia? Waliweza kimbia kwanza, walikimbia, na polepole utafiti iko naendelea, inawezekana waweze kuwagundua. Sasa tukio hili linaweza kuathiri kwa kiwango gani mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola hapo Bunia? Maana kituo ndo hicho tena kimechomwa moto. Kweli pale ni sehemu ambapo idadi ilikuwa nyingi kisha Mungwalu. Sasa kama watu hawawezi kushika kanuni mbalimbali ya kuepuka ile ugonjwa, inaweza kuzidisha kweli hali ya ugonjwa kutawanyika. Lakini tunafikiria kwamba watu kwa ngazi mbalimbali wanaendelea kutumika kusudi yale mambo yasitokee tena. Na tuzungumzie sasa Ebola kiujumla. Hali ikoje kwa sasa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na ugonjwa wa Ebola? Inaogopesha tu, inatisha, kwa sababu ugonjwa ya virusi isiyokuwa na matibabu kamili inaweza kukumba mtu, inaweza kubeba watu wa aina mbalimbali, yanaogopesha. Lakini tunafikiria kwamba wataalamu pamoja na government na shirika mbalimbali ya raia, kikundi mbalimbali ya raia wanajiunga kusudi waweze kufanya uhimizaji, inaweza kuleta mabadiliko. Bila shaka, na watu waendelee kuchukua tahadhari, maana ugonjwa wa Ebola unatisha kweli kweli. Asante sana na poleni sana huko mashariki mwa DRC. Asante sana. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Tukutane wakati mwingine. Kwaheri kwa leo.